Sasa ule mjengo wa Old Airport ya zamani hapa karibu na Sido Kabwe Mbeya, huko watu wa Mbeya wanafahamu vizuri, lakini jengo halifahamu, lakini lipo nje ya majengo makubwa ya hospitali kubwa inayoendelea na ujenzi hapa Mbeya. Sasa jengo letu limefikia hapa, nadhani wale wenzangu na mimi ambapo tupo hatua zote, tuko pamoja katika hatua zote, wanalijua ile jengo mahali lilipo, wameshaliona toka tumeanza na wanaendelea kuliona siku hadi siku mpaka hapa tulipo. Na saizi kama unavyoweza kuliona wewe mwenyewe, kama unavyoweza kuendelea kuliona kwa huku nje mpaka sasa tuliofikia tayari tumeshapaka rangi. Unavyoona huko, kilichobaki hapo ni kufumua hizo scaffold, kutoa hizo chuma tulizosimamia hilo jukwaa. Halafu kazi itakayofuata labda ni kwenye msingi, kama unavyoweza kuona tutaweka stone tiles. Kwa hiyo zitakapokuwa tumezikamilisha hivi, atakayokuwa ya mwisho ni kulevel na kutengeneza eneo hili kuwa safi kwa matumizi. Sasa ngoja nikupeleke ndani na kwenyewe uone. Huu ni mlango mkubwa ambapo ndio tutakuwa tunaingilia, na matumizi huko nishaelezea. Huku ni kwa sababu ni kazi kubwa, ni mortuary kwa ajili ya kuhifadhi miili ya marehemu. Kama unavyoona humu na unavyoziona hizo switch zitakazokuwa zimefungwa humu ukutani, ni kwa sababu ya takapokuwepo mafreezer kwa ajili ya kupumzisha ndugu zetu wanapokuwa wamekufa, wanapokuwa wametuacha. Hata ikitokea mimi, basi huenda nikapumzishwa katika chumba hiki, au walio hai watakapoona kunafaa kupumzishwa naposubiri kwenda kuzikwa. Kwa hiyo kwa muda ni kama unavyoweza kuona, hali ya huku juu ni kama unavyoiona, na yenyewe tuko hatua za mwisho. Kazi kubwa kamilika, tuweze baki tunazoona sehemu za wazi hilo, na hizo wanyaya zinaning'inia ni kwa sababu ya kufunga taa. Kwa hiyo sehemu zote tunazoona hizo ni wazi, ni maalum, ni mahususi kwa ajili ya kufunga taa. Na humu ukutani tutafanya skimming, tutapaka binder. Kwa hiyo na hatua inayofuata hapa ni kupaka rangi huku ukutani. Kwa nje umeona kabisa tumemaliza mambo yote ya rangi, lakini kwa huku ndani bado mambo ya wiring na yenyewe kiasi kikubwa yameshakamilika, bado kufunga socket switch za humu. Hizo ndizo ambazo bado, na huko kumalizia kwenye taa. Kwa tukisha kamilisha huko, moja kwa moja tutakuwa tumemaliza ujenzi, mambo ya ujenzi katika shughuli ya kuta. Na si hivyo tu, tutakapokuwa tumebakiza pia, labda tutaingia chini kwenye floor kama mlimeweza kuona, sababu kwenye floor bado tutagusa kitu chochote. Huku kwenye vyoo, huku banyewe bado huko, sababu tutaweka tiles, tutaweka marmaro. Kwa hiyo huku na kwenye kwa saizi bado hatujaanza nako, tutatangulia kwanza hizi sehemu ambazo kwetu zilikuwa zina haraka zaidi. Kwa hiyo kwenye mazingira hii ya vyoo huku bado tutaangalia mfumo wa maji wenyewe, tulishaweka tu bomba zake, lakini bado hatujakamilisha ikawa tayari kwa matumizi, lakini maandalizi ya msingi yote yamekwisha kukamilisha. Kwa hiyo na kuonyesha hii uweze kujua tulipofikia kwa ndani, kwa sababu hapo zamani tulikokuwa tumetoka, hii ulikuwa unaiona hatua zote. Kwa hata sasa nimeamua kuja kukuletea kwa mara nyingine uweze kuona, uweze kujua tumetoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi. Hilo pekee ndiyo lengo langu. Hakuna lingine zaidi ya hilo. Kwa hiyo unapoendelea kuwepo kwa mjenzi wa nyumba, utaendelea kujifunza mambo mengi ya usuyo ujenzi. Pia utajifunza na kazi. Yaani hapa utajifunza na utaona kile tunachokifanya, ili uweze ukijua vizuri kwamba hatubahatishi. Tunachokisema ndicho tunachokifanya. Tunatekeleza kweli kwa vitendo. Tunachokifundisha ndicho na sisi tunakifanya. Hapa hatupo kwa lengo la majaribio, tupo kwa lengo ya kazi rasmi. Kama wewe mwenyewe unavyo mambo yalivyo mazuri. Ndugu yangu, nashukuru sana kwa kuendelea kuwa na mimi na kuendelea kuangalia kazi zangu za mjenzi wa nyumba. Hii nyumba paa lake ni ya hidden roof. Kama mnavyoona haionekani hata sehemu moja, but asanteni sana.